kishindo cha awamu ya 6. Kishindo awamu ya 6. Wiki hii tunaiangazia sekta muhimu na yenye kuhitajika na binadamu yoyote yule, popote pale alipo. Awe mzima wa afya njema au mgonjwa, lazima atahitaji rasilimali hii. Hapa naizungumzia sekta ya maji. Maji ni kiini cha uhai wowote duniani. Hakuna mtu anayeweza kuishi bila maji, sababu 50% hadi 65% za mwili wa binadamu ni maji. Hata mimea na wanyama kwa kiasi kikubwa miili yao ni maji, na hata katika dunia maji yamechukua karibu robo 3 ya eneo lake. Hivyo maji ni kitu cha msingi na chenye thamani kubwa duniani. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Mimi ni Agnes Mbapu. Fuatana nami kufahamu mengi kuhusiana na sekta ya maji katika kishindo cha awamu ya 6. Tunaumulika mfuko wa taifa wa maji ulio chini ya Wizara ya Maji, wenye lengo la kuwa na rasilimali fedha ya uhakika ili kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maji itakayoboresha hali ya upatikanaji wa rasilimali hiyo muhimu nchini. Tutaimulika mikoa ya Mbeya, Iringa na Manyara. Tangu mfuko huu uanze usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maji, zaidi ya shilingi trilioni 1 zimetumika kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maji mijini, vijijini na kwenye mabonde ya maji, ikiwa ni jitihada za serikali kuhakikisha inafikisha maji vijijini kwa 85% na mijini 95%. Mkoani Mbeya nimezungumza na baadhi ya wananchi ambao hawakusita kuonyesha furaha yao kutokana na kupatikana kwa urahisi kwa rasilimali maji safi na salama. Asante sana, miaka 5 tena. Maji tumepata kwa wakati, tulikuwa tunateseka sana. Tunaenda Vipoka, ilikuwa hamna. Sasa hivi maji yamekuwa tiririka, tunapata maji kwa wakati vizuri. Kwa hiyo mimi nasema huyu mama nisimchoshe. Nasema asante sana. Namshukuru Mama Samia. Maji hatuhangaiki. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunahangaika ndoo 3. Unashinda hata kuogesha watoto. Lakini kwa dakika hii, kwa kipindi hiki tuseme tunachota maji bila shida. Mradi huu maji wakina mama walikuwa nafuata mbali. Pia sisi hata wakina baba ilikuwa nafika mahali tubebe maji kutoka mbali kwa kusaidia wakina mama. Lakini kwa sasa tunamshukuru Rais wetu ameweza kutusaidia kutuingizia kwenye mfuko wa taifa wa maji, mpaka sasa tunapata maji kwa wakati. Hata hivi sasa hivi ninapoamka asubuhi bwana zetu walikuwa wanahangaika sana. Tunapoondoka kwenda kuchota maji mwingine anakuwa na wasiwasi. Lakini sasa hivi mume wetu ndamuogesha, jirani nitachota maji, nitaenda kuchota maji kwa amani, bwana zetu wataoga, tutawafulia. Yaani hatuna budi kumshukuru mama yetu Samia, tunamuomba tena 5 tena. Imenipunguzia muda mkubwa sana kwa sababu tulikuwa tukitoka kwenda Ruaha ni muda mrefu. Alafu isitoshe maji yale ni machafu. Kwa sasa hivi tumepata maji safi, salama. Kwa kweli ni vizuri, serikali imetusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Mpaka sasa tuko vizuri, maji tunapata kwa wakati. Hivi tulifika mahali tukasema hivi sisi tuko Tanganyika sana. Mbona serikali haitukumbuki? Lakini kwa sasa tunasema Mungu yu mwema. Akina mama, tunashukuru sana. Nao wenye mamlaka mkoani Mbeya wanakiri kupokea zaidi ya shilingi bilioni 23 kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maji. Mimi nishukuru serikali kwanza kwa mtizamo wa kuja na mfuko wa maji. Na mifuko hii tukiangalia kwa historia na mifuko mingine, ni mifuko ambayo imekuwa na tija kubwa sana ikilinganisha na jinsi ambavyo tulikuwa tunakwenda. Na mimi nishukuru serikali kwa kuamua kuanzisha mfuko huu, umeleta tofauti kama ambavyo tungekuwa hatuna mfuko wa namna hii. Nasema hii kwa sababu tuna uzoefu pia wa maeneo mengine. Wakati RUWASA inaanzishwa, watu walikuwa hawaamini kwamba
Maanake kabla ya hapo ilikuwa chini ya halmashauri. Ikatolewa halmashauri kaanzishwa kama taasisi inayojitegemea. Watu wakawa hawa, lakini mle ndani ya RUWASA ikaonekana pia uongezeke tena mfuko wa maji katika kuboresha. Kwa kweli mimi kwa niaba ya wananchi wa Chunya tunashukuru sana mfuko wa maji. Umefanya kazi kubwa sana, na haya nayo yasema miradi mingi imetekelezwa kupitia mfuko wa maji. Mkoa wa Mbeya kwa maji vijijini kwa sasa hivi tumefikia 87.8. Kwa hiyo sisi kama mkoa tumeshapitiliza ile 85 ambayo ipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kwa kipindi chote mfuko wa maji umeweza kufanya kazi moja kubwa sana kwa mkoa wa Mbeya. Umetekeleza miradi na wananchi wengi wameweza kupata ile huduma. Na mfuko wa maji imekuwa ni sehemu ya kuweza kufikisha hizo 87. Kwa sababu tukiangalia kwa mikoa mingine iliyopita walianza kupata fedha za P4R, lakini kwa mkoa ile 7 ikiwemo na mkoa wa Mbeya tumeweza kutumia fedha nyingi zaidi kutoka mfuko wa maji. Wilaya ya Chunya ina wananchi wapatao 344,471 ambapo kwa RUWASA wilaya ya Chunya tunahudumia 56% ya wananchi wote ambao ni 192,000. Katika wilaya ya Chunya pamoja na utekelezaji wa miradi yote inayoendelea, tunao miradi isiyopungua 6 ambayo imetekelezwa kwa kutumia fedha za mfuko ambao tunaita National Water Fund. Mradi wa maji Makongorosi ambao wenyewe umetekelezwa kwa maana ya fedha za mfuko katika bilioni 7.4, wenyewe peke yake umeletoa fedha si chini ya bilioni 3.3. Wilaya ya Mbarali kwa ujumla wake kama nilivyosema tunavyo vijiji 102. Kati ya hivyo vijiji 102, vijiji 86 tayari vina huduma ya maji. Kwenye hivyo vijiji 86, asilimia upatikanaji wa maji vijijini mpaka sasa hivi tumeshafikia 73%. Kwanza tunashukuru kwa mfuko wa maji kuwepo, kwa sababu kama nilivyosema awali, kwenye miradi hii tunayoendelea nayo tunayo miradi 4 ambayo inafadhiliwa na mfuko wa maji. Na mpaka sasa hivi kwa mwaka huu wa fedha tumeshapokea bilioni 1.1 kutoka mfuko wa maji ambayo imefadhili miradi hii ambayo inaendelea. Na kwenye mwaka wa bajeti unaofuata pia tumeshatengewa fedha kutoka mfuko wa maji ambao tunatarajia tutatekeleza miradi 2 ambayo itafadhiliwa na mfuko wa maji. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa kusapoti mfuko wa maji, na tunaomba pia waendelee kuongezea nguvu ili waendelee kutoa fedha zaidi, hatimaye miradi ya maji iweze kutekelezwa kwa kasi zaidi. Mbarali maji mwa. Mkoani Iringa, serikali imetekeleza miradi mingi na mikubwa ya maji ambapo zaidi ya vijiji 270 vimefikiwa na huduma ya maji safi na salama, kama wanavyobainisha baadhi ya viongozi wa mkoa wa Iringa. Hapa tulipo tuko kwenye chanzo cha stream ya Kivele ambayo yenyewe inahudumia mradi huu wa Igoole ambao una vijiji vitatu. Mradi huu una thamani ya shilingi bilioni 3.2 ambapo 60% ya hizo fedha zinatoka National Water Fund. Mradi unahudumia wananchi zaidi ya 17,000 katika vijiji hivyo vitatu vya hapa Igoole, na kuna kijiji chengine kinaitwa Kivele, Ikwega na Mkalala. Mradi huu umeweza ni sehemu ya miradi ambayo inafadhiliwa na National Water Fund. Imetusaidia kama mnavyoona wananchi wetu zaidi ya 17,000 wanapata huduma ya maji. Kwa hiyo na CBUSO ipo, na bahati nzuri kwenye komponenti za huu mradi tumejenga intake hii, lakini tumefunga mitambo ya kusukuma maji, tumejenga tenki la lita 1,000,000, lakini pia tumejenga CBUSO office. Kwa hiyo vijana wetu wa CBUSO wanapata office accommodation nzuri. Tumeshaifikia population kwa asilimia zaidi ya 97. Kwa miaka hii 4 tumeimprove sana, tulikuwa chini ya asilimia 95, lakini sasa hivi tumeshafikia asilimia 97 ya wananchi wetu wanapata huduma ya maji safi. Lakini pia kwa maeneo ya pembezoni yale ambayo tumekabidhiwa rasmi kuyaendesha, nayo tupo zaidi ya asilimia 90. Kwa hiyo naweza nikasema kwa manispaa yetu ya Iringa na maeneo ya pembezoni tuko zaidi ya asilimia 95 na average ukichukulia kwa maeneo ambayo tunayahudumia RUWASA. Mafanikio yetu haya kwa kweli hatuwezi kuyatenganisha na support au msaada mkubwa ambao tumeupata kwa mfuko wa maji, mfuko wetu wa taifa wa maji.
support yao ilikuwa ni kubwa sana katika kufikia lengo hili, kwa sababu maeneo ya pembezoni tuliyopatiwa kwa kweli tumetekeleza miradi mingi wa kutumia mfuko wa maji. Tuchukulia mradi mkubwa kabisa, mfano wa Isimani Kilolo ulikuwa una thamani ya karibu shilingi bilioni 9, una thamani ya bilioni 9.2. Huu mradi sasa hivi umeshavifikia vijiji vyote 29 na wanapata wananchi takriban 48,000 wanapata huduma ya maji kutokana na kutekeleza mradi huu. Tulikuwa tunapata shida sana enzi za nyuma, tukienda mabondeni kuteka maji kwa umbali mrefu, lakini ametusaidia sana, ametuokoa kina mama, ametutoa ndoo kichwani. Salamu nyingi zimfikie mama yetu Samia kwa sababu ametupunguzia changamoto ya kina mama. Namshukuru mama yetu, Mungu aendelee kumbariki. Kweli nina shukrani za kipekee sana kwa sababu Mkalala yetu ina mabonde ya kutosha ambayo yaliwafanya wakina mama wachote maji kwa shida sana. Tangu ulipoingia huu mradi wa maji, kwa kweli adha ya maji imepotea, kero ya maji haipo tena. Kwa huko mwanzoni tulikuwa tunahangaika sana maji, tunaenda kuteka huko mtoni. Kwa hiyo mama yetu ametutua ndoo kichwani, tunamshukuru sana. Kwenye taasisi zilizopo kwenye kijiji changu cha Isimani tarafani, mfano mashule, kituo cha afya, pamoja na kituo cha polisi, mahakama, kote saizi tatizo la maji hakuna. Maji yamefika kwa wingi na wananchi wetu kwa kweli, na wale watu ambao wanapata huduma kwenye taasisi hizo, wanafunzi leo walikuwa na changamoto nyingi za kuhusu maji, lakini kwa sasa kwa kweli wamekuwa comfortable kwenye masomo yao kwa sababu maji yapo na shughuli zingine zinaendelea. Tunaendelea kumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kutufanikishia mradi huu mkubwa wa maji ambao umeondoa kero kubwa sana hapa shuleni. Na ukiangalia shule wetu ina idadi kubwa sana ya watoto wa kike ukilinganisha na watoto wa kiume. Kuwepo kwa mradi huu hapa wa maji hapa shuleni, tulikuwa tunapata changamoto mbalimbali ambazo zilipelekea wanafunzi saingine tulipata stress ambazo zilipelekea drop out kwenye masomo yetu ambayo isha taaluma ya shule na taaluma yetu. Lakini baada ya kupata maji haya hapa, wanafunzi tulipata muda mwingi wa kukaa darasani na kuimprove taaluma yetu. Pia imetusaidia katika kumaintain usafi wetu sisi wenyewe na mazingira. Tuletea mradi huu wa maji hasa unatusaidia pale ambapo umeme umekata, na maji yanatusaidia kujisaidia katika mambo hasa ya kike. Tunamshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan, pia anatusaidia katika kunywa, tunayapata vizuri sana. Kule kanda ya kaskazini mkoani Manyara, ambapo upatikanaji wa huduma ya maji mijini na vijijini mkoani humo ni zaidi ya 80%. Eneo letu lote la huduma lina jumla ya idadi ya watu wapatao 398,098 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Hadi sasa BAWASA imeweza kuwahudumia wananchi na kuwafikia wananchi kwa wastani jumla ya vijijini na pamoja na mjini kwa takribani 88%, na ukilinganisha na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo ilihitaji kuhudumie zaidi ya 95% kwa mjini na 85% kwa vijijini. Kwa hiyo ukiangalia tu kwa 88% ambao ni wastani wa mjini na vijijini. Lakini tukienda kwa mjini peke yake tayari tumeshafikia zaidi ya 95% kama ilani inavyosema, na tukitenganisha kwa vijijini peke yake tuko 83%. Kwa hiyo tumebakiza 2% kwa upande wa vijijini kuweza kufikia kusudio la ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hapa tulipo ni mradi mmoja wapo wa Darakuta Magugu ambao nimesema hapo awali una thamani ya shilingi bilioni 3.9, umeweza kutekelezwa kupitia mfuko wa maji. Lakini kuanzia mwaka 2020 ndipo ulipoanza kutekelezwa mradi huu uliofadhiliwa na fedha kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mfuko wa maji, ambapo uliwezesha sasa utekelezaji wa mradi huu na kusababisha wananchi zaidi ya 80,000 kupata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo kipekee kabisa naweza nikasema tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzisha mfuko wa maji, mfuko ambao umekuwa ni suluhisho la kudumu na wananchi wa Tanzania kuweza kupata miradi iliyo bora, lakini pia kuweza kupata maji safi na salama. Wananchi wa mkoa wa Manyara
hawakusita kuishukuru serikali kutokana na upatikanaji wa maji safi na salama kwa urahisi. Kwenye kata ya Magugu na hasa mji wa Magugu ambaye hapa panaonekana ni mji, maji yalikuwa ya shida sana. Hiyo kero imekwisha. Yaani mimi niseme niipongeze sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Miradi ya maji mingi imesambazwa na watu wanakunywa maji kwa wingi. Yaani hiyo sisemei kwa unafiki, nasema kutoka moyoni. Tunamshukuru Mama Samia, tunamshukuru, amefanya kazi nzuri, kazi ya kumtua mama ndoo kichwani. Watu wengi sana waliugua kichocho kwa kupitia maji kama yale. Lakini kwa sasa kupitia hii miradi ya maji, kwa kweli umepunguza maradhi mengi sana kwenye kata ya Magugu, tarafa ya Mbugu. Mimi nimshukuru Mama Samia, nimwambie asante sana kwa kumshusha mama wa Sigino ndoo kichwani, na leo sisi Korongoni haturudi tena. Kwa hiyo sisi watu wa Sigino leo tunasema tunafungua maji. Hapo unaona bomba iko pale, ile pale maji. Hapa tuko shuleni, hapa shule ni mpya, shule shikishi, lakini maji yametangulia hapa. Haji Nandule ni mtendaji mkuu wa Mfuko wa Taifa wa Maji. Mfuko wa Taifa wa Maji ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Maji. Yenye jukumu kubwa kabisa la kutafuta rasilimali fedha zinazohitajika katika utekelezaji wa miradi ya maji nchini. Kama unavyofahamu, component kubwa sana ya utekelezaji wa miradi ya maji ni rasilimali fedha. Kwa hiyo kwenye miaka 2015 serikali iliamua kufanya maamuzi ya kuanzisha taasisi mahususi ambayo itakuwa na jukumu la kutoa fedha za miradi ya maji. Kabla ya hapo miradi ya maji ilikuwa inatekelezwa kwa fedha za wafadhili sehemu kubwa, lakini allocations za kawaida kutoka serikali kuu. Lakini kutokana na umuhimu wa mahitaji ya huduma ya maji nchini, serikali ikaona kuna ulazima wa kuanzisha taasisi ambayo jukumu lake itakuwa ni kutafuta hizi rasilimali fedha katika vyanzo vya ndani na nje, ili utekelezaji wa miradi ya maji uwe unatekelezwa kwa uhakika zaidi na kwa kasi ile ambayo inaendana na ukuaji wa nchi, kwa maana ya idadi ya watu pamoja na mahitaji mengine ya kiuchumi. Kisha anaweka bayana mikakati ya Mfuko wa Taifa wa Maji. Tunatekeleza miradi ya maji kwa kutumia fedha nyingi sana. Kwa hiyo wito wangu mimi kwa wananchi, namba moja ni kutunza vyanzo vya maji. Kama tunavyofahamu, hii miundombinu yote ya maji ambayo tunaiweka katika maeneo ya wananchi inategemea maji kutoka kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo tusipotunza vyanzo vya maji na mazingira kwa ujumla, mwisho wa siku tunaweza tukaenda up na mabomba ambayo hayana maji. Kwa hiyo wananchi, niendelee kuwaomba kwamba katika maeneo yetu tuendelee kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinalindwa ili vyanzo viendelee kutoa hayo maji ambayo tunahitaji. Namba mbili, fedha tunazotumia zinaweka miundombinu ya gharama kubwa sana. Kwa hiyo ni wito wangu vile vile kwa wananchi kulinda miundombinu ya maji popote pale ilipo. Miundombinu ya maji tusiangalie kama ni swala la RUWASA kule vijijini au swala la mamlaka la maji. Miundombinu hii serikali inaweka katika maeneo yetu ili kuhakikisha sisi tunafaidika. Kwa hiyo sisi ndio wafaidika wakubwa wa miundombinu yote ambayo inawekwa katika maeneo yetu, ambayo kazi yake ni kupitisha maji ambayo tunahitaji katika shughuli zetu. Kwa hiyo wananchi tuendelee kulinda miundombinu hii ya maji ambayo inatumia fedha nyingi sana, ambazo Mheshimiwa Rais anahakikisha kwamba zinapatikana kwa wakati ili huduma ya maji iweze kuboreka kwa wananchi wetu. Mwenye dhamana na sekta ya maji nchini ni Juma Aweso, anabainisha mafanikio ya upatikanaji wa huduma hii mijini na vijijini. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imetupa target kwamba itakapofika Desemba 2025 85% upatikanaji wa maji vijijini na 95% ya upatikanaji wa maji mjini. Mpaka sasa napata faraja kuona vijijini tumeshafika zaidi ya 83% ya upatikanaji wa maji kabla ya Desemba, lakini kwa mijini tupo zaidi ya 91.6% ya upatikanaji wa maji mjini. Sasa Desemba bado haijafika, tuna 2% kufika 85%, na huku tuna 3.4% ambayo inahitajika kufika 95%. Tuna miradi zaidi ya 1000 ambayo inaendelea, ambayo ipo katika hatua mbalimbali. Kwa tumeipa kipaumbele miradi iliyokuwa 90, 80, 70
kuikamilisha kabla ya mwezi wa 8, 9 ili kuweza kufikisha malengo na dhamira ya Mheshimiwa Rais na ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba itakapofika 2025 Desemba malengo haya lazima yatimie. Na nikiwa kama kiongozi mwenye dhamana hii ya Wizara ya Maji, niahidi na nihakikishe kwamba haya malengo ambayo tumepewa na Mheshimiwa Rais hayana mdadala, lazima yafikiwe kuhakikisha kwamba dhamira njema ya kumtoa mwanamama ndoo kichwani inatimilika. Waziri Aweso anazungumzia nafasi ya Mfuko wa Taifa wa Maji katika kuhakikisha huduma hii inawafikia Watanzania walio wengi. Sisi kama sekta tumeona sasa tusitegemee tu kwa hichi chanzo kiwe kimoja, lazima mfuko wa maji ufanye kazi tofauti. Lazima tuanze kutafuta fedha zingine. Mheshimiwa Rais ametupa hichi na sisi tuweze kujiongeza. Kwa mfano, kushirikiana na wadau mbalimbali. Wao kama angels zinapata fedha, kwa nini chombo hichi ambacho tumekiunda ambacho kimeimarika kisipate fedha kupitia wadau mbalimbali? Lazima mfuko wa maji ili uweze kwenda vizuri, lazima tuwe na wataalamu, yani to invest kwenye wataalamu. Tuwe na watu wabobezi zaidi na zaidi. Nashukuru vijana ambao tulikuwa nao wanafanya kazi kubwa, wanafanya kazi nzuri, lakini kuwajengea uwezo sasa zaidi na zaidi, kuwaza zaidi na zaidi na kuwa na njaa ya kuhakikisha kwamba tunapata fedha na kuweza kufanya mageuzi makubwa kwenye sekta ya maji. Lakini eneo la pili, kuinvest kwenye mifumo. Lazima tuinvest kwenye mifumo kuweza kuimarisha mfuko wetu. Lakini eneo la tatu, kuona na alternative source ya fedha, kuwa na alternative source of fund. Yani kwa maana kwamba tusifikirie tu kwamba hii hela tu ya serikali kila mwezi tunapata, tunaigawa, tunapata, tunaigawa. Na sisi wenyewe tuwaze tunawezaje kupata fedha katika vyanzo vingine. Kwa hiyo naamini katika mambo matatu, katika huu muda tunaelekea, tunaweza tukafanya mambo makubwa zaidi. Na nashukuru kwa kweli, nimpongeze sana mkurugenzi wa mfuko Haji Nanduli, anafanya kazi kubwa, anafanya kazi nzuri, amekuwa shirikishi, amekuwa msikivu, amekuwa mbunifu, na muona anahangaika huku mara leo ipo kule kuhakikisha kwamba haya malengo ambayo tulojiwekea yanaweza kufikia. Na sasa hivi tumewaongezea pia watu ambao wataweza kuandika maandiko. Naamini kwa maana hii ambao tumejipanga vizuri tutafanya vizuri zaidi. Ni ipi mikakati ya serikali katika kuhakikisha Watanzania wote wanapata huduma hii muhimu? Malengo ni kuhakikisha kwamba vijiji vyote vya Tanzania vinapata huduma ya maji safi na salama. Na kwa tathmini ambayo tulioifanya ya kina ya Wizara ya Maji, kwamba nchi yetu ya Tanzania tuna takriban vijiji 12,318. Mpaka sasa tumeshafika zaidi ya vijiji 10,000. Tumebakisha vijiji 2,000 na tumeviwekea mkakati kwa maana ya program ya visima 900. Tumeanza phase 1, tutakwenda phase 2, tutakuwa tumekamilisha kwa maana vijiji vyote nchini Tanzania vitakuwa na huduma ya maji safi na salama. Nashukuru programu hii ya visima 900 tuliwashirikisha wabunge, watueleze, Mheshimiwa mbunge, kwenye wilaya yako maeneo gani ya vijiji ambavyo hakuna muundo mbinu kabisa wa maji. Wametueleza na tumeshirikisha wakala wa maji vijijini na wataalamu wetu wamefanya hivyo. Kazi imeanza na tumeshachifunga hivyo visima. Sasa hivi tupo hatua ya ujenzi wa miundo mbinu ili wananchi waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Naam, mtazamaji, bila shaka umefahamu mengi kuhusiana na utekelezaji wa sekta ya maji nchini. Serikali imekuwa ikitekeleza kwa vitendo kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi unakuwa wa uhakika. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Tumeumulika Mfuko wa Taifa wa Maji. Mimi ni Agnes Mbapu na hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Tukutane wiki ijayo. Kazi iendelee. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6.